السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo napenda tukumbushane katika fadhila za suratul Fatiha ambazo nitazizungumza kwa namna ambaye hakuhudhuria darasani asipitwe, na nyinyi mlioko darasani insha Allahu mwalimu wenu awapitishe tena herufi kwenye hii somo, azichukue insha Allah, naye awapitishe tena ili muwe mmechukua kikamilifu, hata siku moja na nyinyi muwe mnaweza kuwafundisha wenzenu, na wale ambao wanakuwa hawakuhudhuria darasani nao wafaidike na somo hili kwa namna ile ambayo tutaipitia insha Allah. Suratul Fatiha ni sura kubwa na ina fadhila sana, na miongoni mwa mtiririko wa masomo yetu tunapokuwa tukikumbushana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia Uislamu ndio unaoweza kumpa mtu utulivu, kwani unatoa majibu ya vitu ambavyo vingekuwa visumbue kwa mwanadamu. Ulimwengu na mwanadamu alivyo, vyote vikijisalimisha kwa Allah, kwa sababu ulimwengu umejisalimisha, na mwanadamu naye akijisalimisha kama ulimwengu ulivyojisalimisha, dunia inakuwa na utulivu sana, iko vizuri sana. Allah akatupa na suratul Fatiha imebeba vitu vingi ambavyo Qur'ani inavisimulia. Imebeba tauhidi, kumpwekesha Allah. Imebeba ndani yake kukumbusha malipo siku ya Kiyama. Imebeba dua ya kumwomba Allah atuongoze njia iliyonyooka. Imebeba pia kumwambia Allah we na kuhitajia na kuomba msaada. Almradi kuna mambo mengi ndani ya suratul Fatiha. Tutagusia baadhi ya hadithi ambazo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alizisimulia kwa masahaba, ikawa ndio sababu na sisi zitufikie. Abi Said ibn al-Mualla, huyu radhiyallahu anhu, anasema kuntu usalli bil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nilikuwa nikiswali msikitini, Mtume akaniita. Anaonekana alikuwa anapata rakaa zake za sunna, Mtume akamuita. Anasema falam ujibhu, sikumuitikia wakati ameniita. Nilipomaliza swala, thumma ataituhu, kisha nikamwendea Mtume baada ya kuwa nimemaliza. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli, mjumbe wa Allah, mimi nilikuwa na swali ndio maana sikukuitikia. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume akamwambia alam yaqulillahu ta'ala, hivi Allah hakusema? Yani kama anayemwambia hukusikia kuwa Allah amesema hivi? Je, hukujua ya kwamba Allah amesema hivi? Maneno haya na maana hiyo, alam yaqulillahu ta'ala, hivi Allah hakusema? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi walirrasul, muitikieni Allah na mumuitikie Mtume,
idha daakum, pindi anapokuiteni, lima yuhyikum, kwa sababu anakuiteni kwenye jambo ambalo linakupeni uhai. Hukusikia hayo maneno? Allah si amesema hivyo? Yani kama vile anamwambia wewe uliwajibika uniitikie tu, hata kama ulikuwa ndani ya swala ungeniitikia. Tuko vizuri eh? Kwa sababu mwito wa mtume tuliwajibika sisi waumini, ukiitwa tu uitikie. Ni kauli ya Allah imesema hivyo. Kwani mtume anapoita, anaita kwenye jambo lenye uhai. Uhai wa sawasawa unapatikana kwenye hilo. Sawasawa eh? Tuko vizuri? Baada ya kumwambia maneno hayo, thumma qala, kisha akamwambia, la uallimannaka suratan, nitakufundisha sura ambayo hiya a'dhamu suratin fil Qur'an, hiyo sura ndiyo sura kubwa katika Qur'ani, manake ina mzito mkubwa, sura tukufu sana katika Qur'ani. Kabla an takhruja min almasjidi, kabla hujatoka msikitini. Imekaa vizuri? Hiyo sura atakayofundishwa ndiyo sura kubwa katika Qur'ani, sio ndefu, kubwa. Umeeleweka maana ukubwa? Tukufu, nzito, iliyo na ukubwa wa maana hiyo. Sawa sawa eh? Anasema fa akhadha biyadi, basi akanishika mkono wangu. Falamma aradna an nakhruja, tulipotaka kutoka, qultu, nikamwambia, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, innaka qulta, wewe uliniambia, ulisema, la uallimannaka, nitakufundisha a'dhama suratin fil Qur'an, sura kubwa katika Qur'ani. Uliniambia maneno hayo kabla hatujatoka, na manake anamuona sasa, mbona unanishika mkono tunatoka? Tuko vizuri? Sahaba amezingatia kabla hatujatoka, lakini sasa hivi anaonekana amenishika mkono na tunatoka. Akamkumbusha, uliniambia kabla hatujatoka utanifundisha sura kubwa. Sawa sawa eh? Ana hamasa naye ya kupokea. Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume akamwambia akasema, alhamdulillahi rabbil alamin. Akasema hivyo, alhamdulillahi rabbil alamin, maana yake anamwambia hii alhamdulillahi rabbil alamin, hii hiya sab'ul mathani, ndiyo zile aya 7 zinazorudiwa rudiwa, wal Qur'anul azim, na ndiyo sura Qur'ani kubwa tukufu, alladhi utituhu, ambayo nimepewa. Qur'ani tukufu niliyopewa, a'dhamu suratin, ndio hiyo. Sawa sawa eh? Hiyo sab'ul mathani, hiyo ndio yenyewe hiyo, wal Qur'anul azim, na ndio Qur'ani kubwa, alladhi utituhu, ambayo nimepewa. Ipi hiyo? Alhamdulillahi rabbil alamin, manake suratul Fatiha. Sawa sawa? Tuko vizuri eh? Suratul Fatiha jina lake hiyo, alhamdulillahi rabbil alamin ndio hiyo jina lake aliyosema. As-sab'ul mathani ni jina lake, Ummul Qur'an ni jina lake, Fatihatul Kitabi ni jina lake. Sasa hadithi ya kwanza hii ikawa imetufahamisha huyu sahaba ameambiwa sura tukufu kubwa sana kabla hatujatoka kwenye msikiti. Hadithi ya pili anaisimulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bainama Jibril alayhi salam qa'idun inda an-nabii sallallahu alayhi wa sallam, katika kipindi ambacho Jibril alikuwa amekaa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, mara tu sami'a naqidan min fawqihi, akasikia sauti imetoka juu yake. Jibril ana uwezo wa kusikia usikio mkubwa sana. Pap, akaisikia sauti. Alipoisikia, farafa ra'sahu, akainua kichwa chake, faqala, akasema, hadha babun minas sama, huo mlango umefunguliwa mbinguni,
huo mlango, hadha babu minas samaa futiha, huo mlango mbinguni umefunguliwa. Jibril anasema lam yuftah qattu illa alyawm, haujafunguliwa mlango huu hata mara moja, ila umefunguliwa leo. Jibril anaona mambo mengi. Fanazala minhu malakun, akashuka kutoka kwenye mlango huo mbinguni malaika. Alipokuwa anashuka, Jibril akasema faqala hadha malakun nazala ila al-ard, huyo malaika ameshuka ardhini. Lam yanzil qattu illa al-yawm, hajawahi kushuka malaika huyu ila leo ndo ameshuka. Malaika amekuja, manake kaja na ujumbe. Fasallam, akasalimia malaika. Waqala, na akasema abshir binurain, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, furahia nuru mbili, utitahuma, ulizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna nuru mbili ulizoletewa Mtume. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, hajawahi kupewa nabii nuru hizi mbili kabla yako wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Furahia, hizi nuru mbili zimeshuka, hajawahi kupewa Mtume kabla yako nuru hizi mbili. Ya kwanza Fatihatul Kitab, ni suratul Fatiha, umeletewa hiyo nuru ya kwanza. Wa khawatim suratul Baqara, na mwisho wa suratul Baqara, zile aya za mwisho za suratul Baqara ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhimiza tuwe tunazisoma usiku, ndivyo sivyo? Inaanza nini baada ayatul kursi, zile za mwisho, amana rasul, mpaka mwisho. Sasa akamwambia na nuru mbili umeletewa hizi, hajawahi kupewa Mtume kabla yako. Zipi hizo? Ni Fatihatul Kitab wa khawatim suratul Baqara, ni suratul Fatiha na aya za mwisho za suratul Baqara. Lan taqra biharfin minhuma, hutosoma herufi yoyote katika hizo, illa u'titahu, ila utapewa malipo yake. Kama kuna maombi humo ndani utapewa, kama kuna zile fadhila za kila herufi kulipwa, utalipwa. Sasa ndani ya sura si mna maombi humo ndani, mna mahitajio, mna shifaa. Kama zimo humo, basi hicho kisoma utapewa. Fadhila zile za kusoma kila herufi utapewa. Tuko pamoja? Imetajwa tena Fatihatul Kitab ambayo ni suratul Fatiha katika hadithi hii ya pili. Zingatia hilo, usipitwe. Nuru mbili. Nuru, fikiria unavyotaka kwa akili yako popote utakapoweza kufika maana ya nuru. Nuru kwa maana ya mwanga wa kuonea, nuru kwa maana ya kumulika kwenye moyo, nuru kwa maana ya kukufungua wewe ukaona. Maana yake ni kwamba pana vitu vikubwa ndani ya hizo nuru mbili zilizoletwa. Sasa Mungu akazifanya sura hizi tuwe tunazisoma mara kwa mara. Kwanza hizi tumehimizwa kila usiku tusiache kusoma, alafu akajalia swala zetu Fatihatul Kitabi kila rakaa uwe unasoma. Ndio zikaitwa sabu almathani, aya 7 zenye rudiwa kila rakaa. Yani soma Qur'ani yote kwenye rakaa au kwenye swala, kama hujasoma Fatiha manake haikusaidia kitu. Lakini ukisoma suratul Fatiha manake kama umesoma Qur'ani yote, hamna shida. Ummul Kitab. Sasa ukisoma Fatiha hata kusoma sura nyingine, swala imesihi.
lakini soma Qur'ani nzima hujasoma Fatiha, swala haikusui. Naelewa? Imekaa vizuri? Katika faida nyingine, Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Qasamtu as-salata, nimeigawa swala. Swala iliyotajwa hapa ni Qur'ani imeitwa swala. Maana hiyo itakuja kuzungumzwa, utakuja kuiona ni suratul Fatiha. Qasamtu as-salata baini wa baina abdi, nimeigawa swala kati yangu na mja wangu nisfaini, nusu mbili. Wali abdi ma saala, na mja wangu atapata alichoomba katika hiyo iliyoitwa swala kwenye Qur'ani hiyo. Manake kuna Qur'ani itasoma kwenye hiyo swala, Allah akaiita swala Qur'ani. Kuna wakati Allah ameiita swala Qur'ani na kuna Qur'ani ameiita swala. Sawa? Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, fanisfuha li, nusu moja ni ya kwangu, Allah anasema katika hiyo Qur'ani itakosomwa, wa nisfuha li abdi, na nusu nyingine ya mja wangu. Kwa hiyo Qur'ani hii itakosomwa hapa, Allah ameigawa nusu, anachukua ni ya kwake, imemtaja yeye na vitu vyake yeye, na nusu akasema ni ya mja wangu hiyo. Tena mja wangu anachokiomba humo ndani atapata. Wali abdi masaal, na mja wangu atapata alichoomba ndani ya hiyo Qur'ani atakayoisoma. Ikabainiwa hiyo swala hiyo iliyotajwa. Isikilize hiyo swala iliyotajwa, utaona ni swala au ni Qur'an. Fa idha qala al-abdu, akisema mja wangu alhamdulillahi rabbil alamin, hiyo ndio swala yenyewe. Sikia nini hiyo alhamdulillahi rabbil alamin? Si surati al-Fatiha hii. Atakaposema alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah anasema hamidani au hamadani abdi, ameni sifu mja wangu. Manake ametaja mazuri mja wangu, sifa njema. Hamadani, amenisifu. Kuna thanaa sifa na hamdu sifa, zote sifa. Ametaja utukufu wangu mja wangu, sifa zangu, anaposema alhamdulillahi rabbil alamin. Manake kila sifa nzuri lillahi, anastahiki Allah, si ndio namsifu hivyo? Rabbil alamin, mlezi wa viumbe vyote. Allah anastahili sifa, kila sifa nzuri. Rabbil alamin, Bwana mlezi wa viumbe vyote. Unaonaje utukufu huo wa kwa Allah? Amenisifu mja wangu, amenipa haki yangu ya utukufu. Hivi kwa maneno haya tukawa tumemsifu Allah, tukamwambia Rabbul alamin, manake anta Rabbul alamin, wewe ndiye mlezi wa viumbe. Ukawa unaelewa unachokisema hapo, upate utulivu ndani ya swala Sasa sura hii halafu itokee mtu unaswali mara zote halafu hujui unachosema, sio hatari? Anastahili kila sifa nzuri Bwana mlezi wa viumbe vyote. Ikiwa anavilea viumbe vyote halafu mimi sina habari kuwa na mimi nimo ndani ya viumbe hao. Hebu twende yote hii sura halafu nifafanue hayo ninayokusudia kuyasema, sawa? Fa idha qala, pindi akisema mja Ar-Rahmanir Rahim,
akisema hivyo Arrahman Arrahim, qala, Allah anasema athna alayya abdi, amenisifu mja wangu, sifa za huruma zile. Manake Arrahman Arrahim, huyo Allah mwingi wa huruma katika dunia, anahurumia viumbe wote, na mwenye huruma maalum kule akhera kwa watu waliotii. Amenisifu mja wangu kwa sifa ninazostahili. Tairudia tena hiyo sasa hivi, twende hivyo ilivyo, sawa? Fa idha qala, pindi akisema mja wangu maliki yaumiddin, ambayo ina maana maliki yaumiddin, Allah ndiye mmiliki siku ile ya malipo. Kwani siku hizi nyingine yeye sio mwenye kumiliki? Nikikuuliza hizi siku nyingine yeye siye mwenye kumiliki? Malik, mwenye kumiliki. Malik, ukisema malik, mfalme. Yaumiddin, siku ile ya malipo. Kwani hapa sio mfalme? Halafu malik, mwenye kumiliki, yaumiddin, siku ile ya malipo. Hapa je, hamiliki? Anamiliki. Mungu anasema huyu amenitukuza mja wangu, anasema majadani abdi, amenitukuza kisawa sawa mja wangu, utukufu amenipa. Ni hivi, hapa duniani wako kina maliki wako wengi tu. Huyu amepewa mfalme, yule amepewa ufalme, na yule amepewa mfalme, kiasi kwamba nao wanajiita wafalme, si ndio? Inawezekana ukadhulumiwa mpaka ukakosa cha kufanya, wafalme fulani wamekudhulumu, sawa? Lakini wewe una nguzo zako za imani 6 zinazokuambia hivi, iko siku ya malipo tu, si ndio hivyo? Ikifika siku ile ya malipo, wafalme wote kwisha habari yao. Limanil mulku lyaum, ufalme ni wa nani leo? Kimya. Walionidhulumu leo ufalme hawana. Yuko maliki yaumiddin, anayemiliki siku ya mwisho. Baada ya kuuliza limanil mulku lyaum, ufalme ni wa nani? Anajibu mwenyewe lillahi alwahid alqahar, ufalme ni wa Allah mwenye nguvu pekee, huweza kumkandamiza yoyote akitaka kumkandamiza, na hakandamizwi ila analipwa mtu kwa matendo aliyoyafanya. Sawa sawa? Kwa hiyo anasema Allah, akisema mja wangu hivi, majadani abdi, amenitukuza kweli kweli mja wangu, kwa sifa hii. Mja anamsifu Allah tu hapo, zote zake Allah zilizotajwa hizo. Fa idha qala, pindi akisema iyyaka na'budu, peke yako wewe pekeo, na'budu, sisi tunakuabudu na tutaendelea kukuabudu. Wa iyyaka, na peke yako, nasta'in, tunakuomba msaada na tunaendelea kukuomba msaada. Qala, anasema Allah, hadha baini wa baina abdi, hii iko kati yangu mimi na kati ya mja wangu. Amenipa mimi heshima yangu, iyyaka, peke yako, halafu na'budu, tunakuabudu, si ndio? Peke yako yangu hii. Wa iyyaka, na peke yako nasta'in, tunakutaka msaada, hii yetu hii, tunaomba, tuna shida, si ndio? Ewa, hii ni yangu na ya mja wangu. Wali abdi ma saala, na mja wangu atapata alichokiomba. Alichokiomba, anaomba msaada kutoka kwangu, nitampa. Hivi ukiwa unasema maneno haya alafu huna habari nayo, inakuwaje? Unapitwa, ndivyo sivyo? Fa idha qala, pindi akisema mja wangu, ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka ya Rabbi. Maombi hayo, tuongoze njia iliyonyooka ya Rabbi. Sirata alladhina, njia ya wale ambao an'amta alaihim, umewaneemesha. Ghairi almaghdubi alaihim, isiwe njia ya wale uliowakasirikia, usitupeleke njia hiyo.
wala dhallina, wala usitupeleke njia ya wale waliopotea. Ya Rabbi, usitupeleke. Qala, anasema Allah, hadha li abdi, hii yote ya mja wangu, hii wala sio yangu mimi hata kidogo, yote ya mja wangu. Wali abdi ma saal, na mja wangu atapata alichokiomba. Umesikia hiyo? Ihdina sirata almustaqim, tuongoze. Mungu anachukua nini hapo? Hapa hana kitu chake, hajisifiwa haja, sifa zote zimepita. Tunaomba sisi tuongoze njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia wale uliowaneemesha, tuongoze sisi. Ghairi almaghdubi alayhim, isiwe njia wale uliowakasirikia, wala dhallina, wala wale waliopotea. Allah anasema hadha li abdi, hii yote hii ni ya mja wangu. Wali abdi ma saal, na mja wangu atapata, amekwisha pata alichokiomba. Alhamdulillah, sifa njema zote ni zake Allah. Maana yake ni kwamba anazo, we utake usitake, si ndio? Anazo sifa hizo nzuri, utake usitake, na ulimwengu unathibitisha hivyo kwamba Allah ana sifa nzuri, tena zimekuwa kamili sifa zake, sifa kamili, utake usitake. Lakini akatukumbusha sisi, someni ili mjue mimi nina sifa hizi nzuri, na nyinyi mtake mnisifu kweli nazo, au sivyo? Yeye sifa anazo, hata ukikataa kumsifu. Wako watu wanakataa kumsifu, si ndio? Wakikataa kumsifu, kwani ndio inakuwa hana kweli zile sifa? Anasema Mungu mwenyewe sisi hatuoni bwana, wala hatujali kama. Anaambiwa hao maneno unasema tu, lakini we Mungu amekujali kweli kweli. Hata hivyo kusema Mungu mwenyewe hanioni, we unaweza kusema ulipii. Ni kweli si kweli? Kwa hiyo sifa za Mungu bado zipo hazipo? Anamtukana, lakini anaweza kusema bwana, wakati kusema anayemiliki ni nani? Allah. Alhamdulillah, sifa njema zote ni zake yeye Allah, Rabbil alamin, mlezi wa viumbe wote. Sifa ya ulezi inaonekana hapo kwamba yeye anawalea wote, hata wanaomkorofisha. Hebu chukulia taswira ya mtu anapokuwa ni mlezi, anachokilea kina ukorofi, kwani huwa anakiua kwa sababu ya ukorofi wake? Watoto wadogo wanavyosumbua wazazi wao, anataka ambebe avuke naye barabara, hataka avuke mwenyewe, kwani anamwachia? Si bado anamshika vile vile, hataki hivyo, anambeba kwa sababu yeye ni mlezi. Anamwandalia yeye chakula, anamfanyia fujo, wakati akimpa piga, anamwaga, analia, bado anamletea kingine tena ale. Ni mlezi. Umeona kazi? Sasa Allah ni mlezi kuliko hao, na sifa ya ulezi kuliko hao inafuata mbele, Ar-Rahman. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimsifu Allah alivyo na huruma, akasema anamshinda mama anavyomhurumia yule mwanawe. Na Allah kweli sifa, baada ya kusema Rabbil alamin ikaja Ar-Rahman. Rahman ni sifa ya rehma kwa ulimwengu wote, hata waasi bado anapata huruma hizo, kama hiyo tuliyoisema mwanzo. Mtu anamtukana Allah, lakini mambo yanaenda sawa tu. Sifa ya Rahmani ipo kwa ulimwengu sawa sawa, kwa sababu yeye ni Rabbil alamin Ar-Rahman. Lakini kwa kuwa huyu kuna siku ya malipo, akawa ni Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Siku ile ya malipo ile, yeye ni Rahim, sio tena Rahman. Ni Rahim kwa waliotii. Waliokuwa hawakutii washapata rehema zao kipindi cha ulezi kule, kwani kuna kulea tena? Kule kuna malipo, na malipo mtu analipo alichokifanya. Tuko pamoja? Kwa hiyo jina linabadilika, Rahim, sifa yake kule Ar-Rahim. Huku ilikuwa analea Ar-Rahman, Rabbil alamin. Wote wanahitaji kulelewa, hata wakorofi anawalea tu. Imefika mbele kule Maliki Yaumiddin, ikawa kuna sifa ya pili, Ar-Rahim, atakayekuwa na huruma maalum. Siku gani?
siku ya malipo, na yeye ndio siku hiyo ni maliki yaumiddin, anamiliki, mwenye kumiliki siku ya malipo. Hakuna sifa Rahman pale. Sifa ile ilikuwa inastahiki ulimwenguni kwa sababu yeye ni mlezi. Kule kuna malipo, na malipo yenyewe ni ya uadilifu. Waliofanya jeuri sasa wanapata huruma za nini? Na wamefanya jeuri, huyu amemdhulumu huyu, bado apate huruma hapo? Hakuna malipo hapa. Arrahim, mwenye kuwahurumia viumbe wake wale waliotii kipindi kile cha malezi, siku hiyo ya malipo atawahurumia. Maliki yaumiddin. Subhanallah, huyu bwana alivyokuwa ni mlezi, Qur'ani inavyomfafanua ulezi wake, akatuwekea wazi jinsi ninavyokuleeni nyinyi na kujueni mpaka pumzi zenu. Kwa hiyo namjua kila mmoja kila alivyo. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, halianguki jani lolote popote ila analijua. Simuona mlezi alivyo, hata jani popote linapoanguka analifahamu. Aje mtu kuanguka, mtu na jani, mwenye thamani ni yupi? Jani au mtu? Sasa inakuwaje mtu aseme si tumesahauliwa? Allah anasema mimi sijasahau hata jani. Jani lolote, pahali popote, wakati wowote linadondoka analijua. Yaani kwa mfano lingedondoka jani, mtu amesikia aya hii naye yuko porini akaliona jani linadondoka, majani mengi, akachukua moja akasema Allah anasema hakuna jani lolote linalodondoka ila analijua. Yaani hili hapa Allah ana habari nalo. Akiambiwa malaika hebu mjibu huyo, malaika angekwenda pale akascroll kidogo kwenye lauhul mahfudhi pale, linakuja lile jani lile chap. Pameandikwa nini? Hebu mwambie. Hapa pameandikwa siku fulani kwenye pori fulani yuko fedhuli fulani ataokota jani, alafu aseme hata hili Mungu analijua. Hata mwenyewe nimeandikwa hapa. Ndio, ulishaandikwa utaokota hilo jani useme. Imeeleweka hiyo au bado? Haijakaa vizuri? Imekaa vizuri? Kwa sababu mwisho wa aya hii utasikia maneno yake anasemaje. Inasema hivi, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna jani lolote litakaloanguka ila Allah analijua. Wala habatin fi dhulumati al-ardi, wala punje yoyote katika giza la ardhi. Wala ratbin, manake ila punje hiyo anaijua. Sasa punje yoyote katika giza la ardhi anaijua. Wala ratbin, wala kitu kibichi chochote ila anakijua. Wala yabisin, wala kikavu chochote anakijua. Ya Rabbi, unakijuaje? Illa fi kitabim mubin, ila vyote viko kwenye maandiko wazi wazi yaliyobainishwa. Kama yote yameshaandikwa kabla hata haijaumbwa, vyote vimeandikwa min qabli an nabraa, kabla hatuja viumba vimekushaandikwa. Sawa sawa? Illa fi kitabi min qabli an nabraa, kabla hatuja viumba hivyo vitu vilikushaandikwa. Hapo imeandikwa illa fi kitabi mubin, viko kwenye maandiko, tena maandiko yaliyobainiwa wazi wazi. Ndio maana nikakupigia mfano, huyo mtu atakayeokota hilo jani hilo akasema hivyo, atakuja kuta yeye mwenyewe ameandikwa siku hiyo, ataokota na atasema. Na hayo kwa Allah, inna dhalika ala Allah yasir, epesi tu, hakuna uzito. Huyu akisema ndio mlezi, ni mlezi anawajua kiasi hiki, mpaka mtu atakayekuja kumshtaki kwa viumbe alikwisha andikwa, huyu atanishtaki kwa viumbe, atasema mimi simwangalii, lakini wala sitomwadhibu, nitaendelea kumwangalia tu, kwa sababu mimi ni Rabbil Alamin, Bwana wa viumbe wote, ninawalea wote. Hiyo hapo jina lake la sifa linakuja Ar-Rahman. Sawa? Kuyajua majina ya sifa ni muhimu sana. Ar-Rahman. Sasa kwa kuwa kuna siku ya malipo, Ar-Rahim, mwenye sifa hii Rahim, Maliki yaumiddin. Ile siku ya malipo ile
ambayo Allah anamiliki peke yake, jina kule linalofanya kazi ni Rahim. Kwa wale waliokwisha tii huku kwenye malezi wakatii vizuri, wakifika kule wale wanapata huruma kwa sifa hii, kwa sababu ndio inostahiki siku hiyo. Siku hiyo mwenye kufanya fujo hastahiki huruma, analipwa kwa kiasi chake. Alafu angalia Allah alivyomlezi na mwadilifu kwenye hukumu, alivyomlezi na mwadilifu kwenye hukumu, kwenye malipo. Waliofanya vizuri amewaahidi kuwalipa mara 10 ya uzuri waliofanya, mpaka mara 700 na zaidi. Waliofanya vibaya, jazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha, aliyefanya ubaya atalipwa vile vile lile tu. Tena katika huruma zake kipindi cha malezi, mtu akikusudia kufanya ubaya akaamua kuacha, basi anapata jema kwa kuacha, amemuogopa Allah. Na akifanya ameacha ubaya, amefanya lile baya, anaandikiwa mara moja tu ubaya huo. Mekaa vizuri? Huyo ndio Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, peke yako Allah sisi tunakuabudu. Hapo sasa panatakiwa uthibitisho wa yale unayoyasema wakati ukisema iyyaka na'budu, peke yako Allah sisi tunakuabudu. Ujiulize nafsini mwako, ni kweli mimi nafanya hivyo? Kwa sababu Allah kwenye hadithi al-Qudsi anasema ana aghna shurakai ani shirk, mimi nimetosheka sana na ibada za watu wenye kushirikisha. Mimi sitaki shirka, ushirikina sitaki. Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi, mwenye kufanya amali yoyote akanishirikisha katika amali hiyo mtu mwingine, akamshirikisha mwingine, taraktuhu wa shirkahu, na mwacha na shirki yake. Kwa hiyo unaposema iyyaka na'budu, sharti uwe makini. Peke yako ya Rabbi tunakutumikia wewe tu, umetuagiza tukutumikie, umetuambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, basi ya Rabbi mimi nakutumikia. Sasa ya Rabbi, kwa kuwa tunakutumikia peke yako, tunaomba pia kwako peke yako, wa iyyaka nasta'in, na kwako wewe tunaomba msaada. Pia unatakiwa ujiulize mara 10, ni kweli unaomba msaada kwake peke yake? Ndiyo, hiyo irizi ya nini? Itupe basi. Kweli tuko pamoja? Unamuomba peke yake msaada, mbona umeweka irizi? Watu wanasema hii irizi si kama x-ray tu. We unafananisha si ramli kama x-ray tu, piga ramli kidogo inijulishe mambo, alafu funga hii POP. Wewe hebu acheni fujo hizo. Wa iyyaka nasta'in, atakwambia mbona sasa tunaombana misaada, sisi tunasaidiana, kwa hiyo wote washirikina. Hii misaada tunayoombana, swali lije hivi, Allah mwenyewe anataka tuombane hivi? Hataki. Kama anataka, umemwomba Allah msaada, huyu ni askari wake tu kunisaidia, sawa? Kama hataki Allah msaada huo, basi unaposema wa iyyaka nasta'in, wewe muongo. Yani baba mama kumsaidia mwanawe, mkubwa kumsaidia mdogo, mwenye shida akasaidiwa, ndio manake huu msaada huu Mungu hautaki. Sio hivyo. Mungu anataka huu, wataawanu, si ndio? Ala albirri, ndio yeye ametuagiza hivyo, saidianeni, ndivyo sivyo? Msaidiane kwenye mema. Kwa hiyo hapa tunaitikia agizo la Allah tunaposaidiana, ndio wa iyyaka nasta'in. Bwana mmoja aliwahi kuniambia hivi, nilipomwambia fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Bwana wako na uchinje kwa ajili ya Bwana wako, usichinje kwa mambo mengine. Akanyosha mkono. Kwa hiyo tunapochinja nyama kuuza bucha, je, tukichinja kwa ajili ya wageni? Ndio ulivyoelewa bwana.
Kwani Mungu anasemaje kuhusu kuchinja kwenda kupeleka kuuza? Amekataza au ameamrisha? Hiyo si ndio ibada zenyewe za kuchinja ili uuze? Hapo umechinja kwa ajili ya bwana wako, ndiye alikuagiza fanya uuze ule, si ndio hivyo? Lakini kama umechinja kwenye namna ambayo sio aliyotaka Allah, umeacha ile wanhar, chinja kwa ajili ya bwana wako. Sawa sawa. Umechinja kwa ajili ya wageni, ndio mila yenyewe hiyo. Nabii Ibrahimu alifanya, hakufanya hivyo? Alichinja kwa ajili ya wageni, kwa bahati wageni wenyewe wakawa hawali tu, lakini alichinja. Hiyo ndio mila hiyo. Thumma auhaina ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa, tukakufunulia wewe ufuate mwendo wa Nabii Ibrahim alielekea kwa Allah. Sawa sawa. Kwa hiyo usije ukachanganya mambo ukasema tumeambiwa tuchinje kwa ajili ya Allah, tunapochinjia wageni haifai. Haifai kwenye kuchinja kisichotakiwa kuchinjwa na wakati usiotakiwa kuchinjwa. Unachinja kwenye matambiko, unamchinjia shetani, hivyo vitu vya namna hiyo. Sawa sawa. Hivyo ndio visivyotakiwa. Lakini kama umechinja kwa ajili ya Allah, manake umetekeleza wanhar, chinja kwa ajili ya bwana wako. Kwa hiyo tulikuwa tumepiga mfano gani mpaka tukaja kwenye huo wa kuchinja? Kwa tunazungumza nini? Kichwa kisharibika uzee. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kutaka msaada, iyyaka na'budu, peke yako tunakuabudu na peke yako wewe tu tunakuomba msaada. Msaada tunataka kwako. Kwa hiyo haizuii sisi kusaidiana. Allah mwenyewe ndiye anetuagiza tusaidiane, bali tuombane pia. wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mnaombana nyinyi kwa ajili yake Allah na mnaombana kwa ajili ya udugu. Allah anataka hivyo. Wewe ndugu yangu bwana, nisaidie ndugu yangu, unanitupa ndugu yako mimi. Umetumia udugu kumlainisha mtu akupe, ndivyo sivyo? Kwa sababu naye ameagizwa waati dhal qurba haqqahu, wape ndugu haki yake, mpe ndugu haki yake, si ndio hivyo? Ewa, kama yeye ameagizwa kunipa haki yake au mimi kumpa haki yake, yeye kunipa haki yangu na mimi nimpe haki yake, sasa namkumbusha kwa ule udugu. Tumetoka tumbo moja wewe, kwa nini unaniacha mimi namna hii? Wewe una neema, mimi nadhalilika. Unamkumbusha. Sawa sawa. Ndivyo sivyo? Wa iyyaka nasta'in, tunakuomba msaada wewe peke yako. Ujiulize mara 10, ndivyo nilivyo? Kama ndivyo nilivyo, fabiha wa neema. Kama sivyo nilivyo, manake nibadilike, iwe ni kweli nafanya ibada kwa ajili yake Allah. Ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Ya Rabbi, tuongoze njia iliyonyooka. Ipi njia iliyonyooka? Alislam. Alislam ndio njia iliyonyooka. Mmoja aliuliza, mbona tunaambiwa Uislamu umeanzishwa na Mtume Muhammad, sasa hao wa nyuma huko kabla Mtume Muhammad ilikuwaje? Hapana, alikuwa ameelewa vibaya tu. Uislamu haukuanzishwa na Mtume Muhammad. Mtume Muhammad ni kama mitume wengine, ilikuwa ni kufufua yaliyofishwa. Nabii Adam alayhi salam Muislamu, baada ya miaka watu wakafisha yale aliyokuwa akiyafundisha, akaja nabii kufufua Uislamu ule. Baada ya miaka watu wengine wanapoteza, analetwa nabii mwingine kufufua. Sawa sawa. Hivyo hivyo kila akipoteza nabii analetwa kufufua aliyofishwa, Uislamu unarudishwa. Mpaka ikafika Nabii Ibrahimu akaja kufufua, watu wanaabudu masanamu, anafufua. Mpaka akaekewa yeye nembo ambayo iko mpaka leo, Mungu alitaka ibakie. Ile nyumba ya Maka ile, Mungu anasema ile ni nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya ibada ya wanadamu. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakka, nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanyia ibada ni ile iliyoko Maka. Kwa hiyo watu walikwenda pale, wakaenda. Kipindi cha Nabii Nuh alayhi salamu ikapatwa na gharqa. Ilipopatwa na gharqa, imekaa mpaka Nabii Ibrahim alayhi salam anakuja kuambia ijenge. Kuijenga pale pale, na ushahidi wa kwamba ni pale pale, maneno yanazungumza hivi, na nyinyi mko ni watu wa darasani, nyinyi mnaingia darasani, inasema hivi: wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayti,
pindi Ibrahimu alipokuwa akinyanyua misingi ya ile nyumba. Alfu na lamu ile inaonyesha ni kitu kinajulikana, alqawaida min albaiti, sawa sawa, ali ya maarifa. Kumbe nyumba hii ilikuwa ipo, yeye akaambiwa fukua hapo. Alipofukua msingi umeuona, jenga hapo unyanyue juu yake. Tuko vizuri Ewa. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kipo kimepotea, akaja kukijenga tena. Mungu akajalia kwa kuwa Mtume Muhammad ni wa mwisho, ile Mungu hatoiondoa, na akija kuiondoa basi manake wakati umekwisha. Sawa sawa Kama ambavyo Qur'ani ikawa ni kitabu cha mwisho, nacho Mungu hatokiondoa, ameahidi mwenyewe kukilinda, atakilinda. Kikiondoka basi ujue maisha yamekwisha. Kwa tuongoze njia iliyonyooka, ile njia iliyonyooka ile, ule Uislamu ule tangu kwa Nabii Adam mpaka siku ya Kiyama, ule tuongoze. Akauliza bwana huyo akasema, sasa kama Uislamu ndio ule tangu kwa Nabii Adam, unataka kuniambia Nabii Adam naye alikuwa anafanya kama hivi sisi? Nitamwambia sio lazima hivyo, yako mengine alikuwa akifanya kama sisi, mengine tofauti ambayo hayafanyiki kama sisi. Lakini muda ambao Uislamu ni kujisalimisha kwenye amri za Allah, hata tukitofautiana wote ni Waislamu. Sawa sawa? Kwa mfano Nabii Adam hawezi akafanya kila kitu kama sisi. Watoto wake wanaozaliwa, ilikuwa wakitaka kufunga ndoa, watapata wapi mke mwingine au mume mwingine? Ni lazima waoane waliotoka tumbo hilo hilo, ndivyo sivyo? Kwa hiyo waliwekewa utaratibu wao tu, wakiufuata utaratibu wao huo Waislamu kwa kufuata ule utaratibu. Ilipofika zamu yetu sisi, wanawake wamejaa, huyu akazaliwa kule, huyu amezaliwa huko, mwingine Dodoma, mwingine Iringa, mwingine sasa wakaoa unapotaka. Tukaambiwa sisi usioe tumbo moja, si ndio? Tukafuata utaratibu. Wote ni Waislamu. Wale walipopewa utaratibu wao wa kuoa tumbo hilo hilo kwa mtaratibu huo, Waislamu kwa maana hiyo. Kwa hiyo tusije tukababaishana tukasema Uislamu umeanzishwa na Mtume Muhammad. Si kweli, sio hivyo. Ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alaihim, njia ya wale uliowaneemesha. Watu walioneemeshwa, manabii, watu waliokuwa ni wakweli kwa ajili ya Allah, na wale wacha Mungu, na wale waliokuwa mashahidi kwa ajili ya Allah. Wote hawa ndio walioneemeshwa na Allah, tuongoze njia yao. Ghairi almaghdubi alaihim, usitupeleke njia ya wale uliowakasirikia, waliokasirikiwa. Nani waliokasirikiwa kwa mujibu wa Qur'ani? Al-Yahud. Mayahudi wamebadilisha sana vitabu vya Mungu, wameua manabii sana, wakaandikwa hawa ni maghdubi alaihim, wamekasirikiwa na Allah, na mambo yao wanayofanya ni ya kukasirisha tu. Wala dhalina, wala usipeleke njia wale waliopotea. Nani waliopotea? An-Nasara. Manasara wameitwa kupotea. Kwa nini? Mayahudi wamewabadilishia kitabu, nao wakakubali kufuata mmoja mmoja, wanaona njia ya sawasawa, wanaacha ule ubadilishaji, kwa sababu kitabu kimebadilishwa kile kwenye maagano mawili, na wao wanakiri kuwa kimebadilishwa. Kalamu ya waandishi na Mafarisayo imeifanya kweli ionekane kuwa uongo. Kwa hiyo kuna kalamu ya waandishi na Mafarisayo, wale wamepotezwa na watu walioandika huko nyuma. Kwa hiyo Allah tunamuomba usitupeleke kwenye njia waliopotea. Wanaona njia, wanakuja kuweka sawa, wanarekebisha, wanafuata. Hivyo ndivyo suratul Fatiha ilivyo. Tuwaachie kipengele hicho, tutaendelea tena. Hii bado haijamalizika, na ikiwa kuna maswali mniulize kwenye hayo tuliokuwa tumeyapitia. Endapo pale alipokaa ile Jibril na pamoja na mtume, aliposikia kwamba ule msikiko wa mlango ule kama kitu ambacho kinalia, akamuuliza kwamba, akamwambia kwamba iko kilicholia ni nini? Ni mlango, kuna malaika anafunguliwa. Yani amekuja kubashiria kwamba kwa yani una nuru mbili. Umeletewa nuru mbili. Hizo nuru mbili ambazo aliteremshiwa ni pale endapo alipokuwa anaisoma hii suratul Fatiha, au alikuwa anateremshiwa kwa kule kutukuzwa kwake kwa unabii wake? Ameteremshiwa nuru mbili hizi, suratul Fatiha na khawatim surati al-Baqara. Hizi ndizo nuru mbili alizoteremshiwa.
tayari yeye ni nabii kipindi hicho, ameshakuwa nabii. Jibril ameshamfikishia unabii mpaka amekwisha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ni mtume tayari. Sasa ameshushiwa nuru mbili hizi zimeitwa nuru. Manake nuru kwake, nuru kwetu, sio nuru ya unabii wake yeye. Kwetu sisi pia ni nuru hizo. Nikaa vizuri? Ndio hivyo. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh, kuachie haya au nkurushie kwenye nani picha? Unayo?